uwezo na sio kwamba ati alikuwa na bahati, ila alikuwa na uwezo mkubwa sana. Na uwezo wake ni uwezo adimu. Katika umri wa miaka 27 anapadrishwa, umri wa miaka 33 anakuwa askofu, na baadaye baada ya miaka 8 anafikia hatua ya kuwa kardinali. Ni uwezo mkubwa ambao alizungumziwa, na leo hii pale katika jeneza lake, kumaanisha kwamba alikuwa ni kiongozi mkubwa, ni mwili umevizura nyekundu, kumaanisha kwamba yeye ni kiongozi, lakini pasi na shaka kichwani kwake amevalishwa mitra, ikimaanisha pia yeye ni kiongozi wa kanisa hili Katoliki. Vile vile kifuani kwake umewekwa msalaba pale katika jeneza, kwa umewekwa msalaba, ikimaanisha kwamba yeye alikuwa ni mfuasi wa Yesu. Lakini vile vile ipo nembo katika jeneza lake ilikuwa HA Domino, akimaanisha kwamba mimi ni mfuasi wa Bwana, akiwa na kile hivyo nembo, mimi hapa Bwana nikiwa ni mfuasi wako. Lakini vile vile kimewekwa kitabu cha Injili. Huyu alikuwa ni mwalimu wa Injili, ameihubiri katika homilia zake, watu wameguswa kweli kweli. Lakini vile vile kitambaa cheupe, ikiwa na ishara kwamba huyu ni mbatizwa. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, ukitazama hata hapa viongozi mbalimbali wastaafu wapo, wastaafu wa ndani kwa ajili ya kumsindikiza kiongozi huyu ambaye katika tawala nyingi ambazo zimepita hapa Tanzania yeye alishiriki. Unakumbuka hata katika ile ibada